Uso wa mwanaume umebeba alama za maumivu, macho yamejaa huzuni, machozi yanayozuiliwa. Uso unaonyesha mapambano ya muda mrefu, ni taswira ya ukweli ambao mara nyingi hausimuliwi. Maisha ya mwanaume si safari ya nguvu pekee, bali ni mkusanyiko wa maumivu, kujinyima na ukimya unaolazimishwa na jamii. Jamii imejenga dhana kwamba mwanaume hapaswi kulia, hapaswi kuonesha udhaifu na hapaswi kushinda. Kutokana na hilo, mwanaume hujifunza kuficha hisia zake, kubeba mzigo wake peke yake na kuendelea mbele hata anapoumia moyoni. Kilio chake hubaki moyoni, maumivu yake hayapati nafasi ya kusikilizwa. Heshima ya mwanaume imefungwa kwa uwezo wake wa kifedha. Mwanaume asiye na pesa hutazamwa kama asiye na thamani, asiye na mwelekeo au asiye na sauti. Ndoto zake, juhudi zake na maadili yake hupuuzwa. Wakati mwingine hata familia na marafiki humgeuka wakisahau kwamba thamani ya mtu haipimwi kwa kile alichonacho mfukoni, bali kwa utu alionao moyoni. Kabla ya mwanaume kufikia mafanikio, hupitia kushindwa mara nyingi, hukataliwa kazini, hukosa mitaji, kuvunjika kwa mahusiano na mzigo wa matarajio ya kuwa nguzo ya kila mtu. Hayo yote hutokea bila pongezi, bila shukrani na mara nyingi bila msaada. Picha hii inaakisi wakati ule wa chini kabisa, wakati ambapo mwanaume anajiuliza kama juhudi zake zina maana katika dunia isiyompa imani. Licha ya yote, mwanaume huamka kila siku na kuendelea kupambana. Huo ndio ujasiri wa kweli, si kuhisi maumivu, bali kuendelea mbele licha ya maumivu. Ni nguvu ya kuvumilia dharau, lawama na ukimya, huku akijaribu kujijenga upya ili siku moja apate heshima ile aliyonyimwa alipokuwa hana chochote. Ni muhimu kuelewa kwamba mwanaume asiye na pesa bado ni mwanaume kamili. Ana ndoto, ana maumivu na thamani pia. Heshima haipaswi kununuliwa kwa pesa, bali ijengwe juu ya utu, juhudi na ubinadamu. Tukianza kumsikiliza mwanaume bila kumhukumu kwa hali yake ya kifedha, tutakuwa tumejenga jamii yenye haki na kumpa nguvu ya kupambana. Gerald Christopher, mwana wa Kadinya.